Yes, karibuni. Kama tulivyozungumza katika video zingine za afya na Royal Polyclinic, video zilizopita nilikuwa nikizungumza kuhusu vipimo vya ambao wanatakiwa wafanye mama wakati wa kipindi cha RCH, mahudhurio ya kipindi cha afya ya uzazi wa mama, baba na mtoto. Nimezungumza katika vipindi vilivyopita vipimo baadhi, kipimo cha damu, kipimo cha sukari na umeme wake. Leo nizungumze kuhusu vipimo vya magonjwa ya zinaa ambao tunayapima wakati wa mtu anapoanza, mama anapoanza huduma ya RCH. Yes, kama nilivyosema kwenye katika huduma za RCH, mama mjamzito na mwenza wake, ndio maana kama nilivyosema kipindi video za nyuma nikasema kwamba tunashauri zaidi, ingawa wanaume kidogo huwa ni changamoto, hawataki kuja kliniki, asema mwanamke tangulia bwana, hizo ni issue zako na vitu kama hivyo, lakini tunashauri zaidi waje wote, kwa sababu vipimo hivi ninavyovitaja vinawahusu baba na mama. Kwa mfano kama kuna hizi magonjwa zinaa, HIV, syphilis, ukimwi, kaswende, hizi lazima wapime wote. Homa ya ini nataka tujue wote afya ya baba na mama, kwa sababu unaweza ikawa labda mama amepima katika kipindi hicho, amekuja mama peke yake katika RCH akapima HIV ikaonekana ni negative, lakini ukakuta baba tayari ambaye hajaja tayari ni positive. Kwa hiyo anaenda sasa, tunapata wasiwasi kwamba atamwambukiza nini, atamwambukiza mama. Licha hivyo pia kabla ya kupima hivi vipimo tunawapa ushauri, unapewa ushauri, utaambiwa kuhusu magonjwa haya zinaa yanapoambukizwa, jinsi ya kujitunza, faida za kujitunza, kwa nini najitunza ili tuzuie magonjwa, kwa sababu tuna wasiwasi kwamba yanapita, sio wasiwasi, ni uhalisia kwamba yanapita paka kwa mtoto. Sasa sisi tunamlinda mama wakati ya ujauzito na mtoto wake hadi ajifungue, na anapojifungua pia tunaendelea kufanya hizo management. Kwa hiyo katika RCH tunapima HIV, tunapima na syphilis, yani tunapima ukimwi na maambukizi ya ukimwi, tunapima na kaswende. Hivi sasa tunataka tujue, mfano mtu unaweza ukawa labda mama mjamzito tayari ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, ni HIV positive, aidha alikuwa hajui au amegundulika siku hiyo tayari anaanza kliniki. Sasa huyo tayari atakuwa katika orodha ambayo atakuwa na uangalizi wa karibu zaidi kuhakikisha kwamba anatumia dawa zake za ARV kwa muda wote wa ujauzito na mpaka anapojifungua, ili kuhakikisha kwamba anapata mtoto ambaye hana maambukizi. Na baada ya kujifungua pia mtoto atachoma sindano kuhakikisha kwamba anaepuka na hayo maambukizi ya ukimwi. Kwa hiyo ni kipimo ambacho tunakifanya mara nyingi, tunafanya wakati wa kliniki ya mwanzo kabisa, anapoanza kliniki ya kwanza, first visit. Tunasema first visit tunafanya hicho kipimo, na visit ya wiki ile trimester ya 3, miezi mitatu kabla ya kujifungua. Baada ya miezi 7, wiki ya 32 tunafanya kipimo hicho pia kuhakikisha kwamba mama yuko salama anapoenda kujifungua. Sasa atapata mtoto ambaye pia ni salama. Mfano kama kwa kesi ya kaswende, nasema kaswende au syphilis tunaita kwa Kiingereza, nasema mama anaanza kuwa nayo syphilis akatibiwa akapona, au ikachelewa kuonekana. Ikichelewa kuonekana sasa inaweza ikapita pia kwa mtoto, tukapata mtoto ambaye anazaliwa na changamoto, mfano mtoto hana macho, mtoto anazaliwa macho yani ana changamoto, mtoto anazaliwa tayari na vipele, ana sehemu deformity zote zile mtoto anazaliwa nazo, anakuwa na changamoto tayari. Kwa hiyo tunapima magonjwa haya zinaa ili kumlinda mama, kwanza kumlinda mama, pili pia kumlinda mtoto ambaye tayari tunatarajia atazaliwa, lakini pia kutoa ile elimu kwa ujumla kwa mama mjamzito na mwenza wake kwamba namna gani waweze kuishi katika maisha haya maisha ya kuvumiliana, maisha ya kulindana, ili tusiweze kupata hizi changamoto za magonjwa ya zinaa ambazo tumekuwa tukiziona katika jamii. Kwa hiyo niwakaribishe sana katika mwanzo wa kliniki, kwa sababu tayari hapa Royal Polyclinic kama nilivyotangaza nilivyotaja katika video zilizopita kwamba tuko na RCH imeanza rasmi. Sasa mkija baba, mama na mtoto, baba na mama tutapima magonjwa haya ya zinaa, tutaangalia kama tayari ni reactive, tutatoa ushauri kwa ajili ya kuenenda vyema wakati wote wa ujauzito, lakini pia kama
kama sio positive ni negative, tutatoa ushauri pia kwamba sasa muendelee kujilinda ili msipate haya magonjwa, kwa sababu tayari wanapewa hiyo elimu kuhusu madhara yake, kwa sababu wanakutana na manesi wazoefu, watakutana na madaktari, wataenda maabara, watapima hivyo vipimo. Kwa hiyo yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mama anakuwa na afya njema na anajifungua mtoto ambaye ni salama salimini. Kwa hiyo niwakaribishe tuje tupime kwa mama yote ambaye ni mjamzito tayari. Royal Poly Clinic tupo kituo cha Msaada Gereji, aje. Huduma ni asubuhi mpaka mchana saa 9, saa 2 mpaka saa 9 mchana. Aje mama na baba waanze kliniki, wapate ushauri huo. Hata kama tayari umeanza kliniki sehemu nyingine, unaweza ukaja pia tukafanya hivyo vipimo, au kaomba ushauri ukaendelea kliniki kwetu, basi ili mwisho wa siku tupate mtoto ambaye ni salama na hana changamoto. Video hizi nimekuwa nikitoa na video zingine wataalamu wengine wamekuwa wakitoa. Tunaomba muendelee kuzifuatilia kwa kucomment, kushare, kulike, kugusa alama ya kitufe cha kengele, kusubscribe ili uendelee kupata hizi notification za video zote kuhusu afya na Royal Poly Clinic. Karibuni sana na tuendelee kujifunza.